Tarehe 1 Machi mwaka 2026, saa 3 usiku. Rais Donald Trump anatangaza kwenye Truth Social. Khamenei, mmoja wa watu waovu zaidi katika historia, amekufa. Mashambulizi ya pamoja ya Marekani na Israel yaliyopewa jina Operation Epic Fury na Pentagon na Roaring Lion na Israel yamemuua kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei pamoja na viongozi wengi wa juu wa nchi hiyo. Lakini ukweli wa kushangaza zaidi haukuwa makombora yenyewe. Ulikuwa huu. Nyuma ya mashambulizi hayo, akiliunde ile ile ambayo wewe na mimi tunaitumia kila siku, Claude ya kampuni ya Anthropic, ndiyo iliyokuwa ikisaidia jeshi la Marekani kupanga, kutambua malengo na kuiga hali za vita. Naam, ulisikia vizuri. Akiliunde, yani artificial intelligence, sasa si msaidizi wa nyumbani tu, ni silaha ya vita. Kulingana na Wall Street Journal, amri kuu ya Marekani CENTCOM ilitumia mfumo wa Claude kwa kazi 3 muhimu katika mashambulizi haya: tathmini ya kijasusi, kuchambua data nyingi kutoka kwa picha za satellite, mawasiliano yaliyonaswa na ujasusi wa ishara, utambuzi wa malengo, kutambua mahali pa viongozi wa Iran na miundombinu ya kijeshi, na uigaji wa hali za mapigano, kutengeneza simulesheni za jinsi operesheni ingeweza kufanyika kabla ya risasi ya kwanza kupigwa. Hii ndiyo sababu mashambulizi yalifanikiwa kumuua Khamenei ndani ya makao yake. Ujasusi wa Marekani na CIA walifuatilia mienendo yake kwa miezi, wakitumia akiliunde kuchambua taarifa hizo. Lakini hapa ndipo hadithi inazidi kushangaza. Masaa machache tu kabla ya mashambulizi, Rais Trump alikuwa ametangaza kuwa mashirika yote ya serikali yaache kutumia teknolojia ya Anthropic mara moja. Sababu? Mgogoro mkubwa kati ya Pentagon na Anthropic. Waziri wa Ulinzi Pete Hegseth alitaka jeshi litumie Claude kwa matumizi yoyote halali bila vikwazo. Lakini mkurugenzi mkuu wa Anthropic, Dario Amodei, alikataa, akisema, hatuwezi kwa dhamiri njema kukubali ombi lao. Aliweka masharti mawili madhubuti. Claude haitatumika kwa ufuatiliaji mkubwa wa raia wa Marekani wala kwa silaha zinazojiendesha zenyewe bila uangalizi wa binadamu. Trump akamuita mpumbavu wa mrengo wa kushoto na kumtangaza kuwa hatari kwa usalama wa taifa, daraja ambayo hapo awali ilitolewa tu kwa makampuni ya China na Urusi. Hata hivyo, licha ya marufuku hiyo, jeshi liliendelea kutumia Claude usiku huo huo kwenye mashambulizi ya Iran. Kwa nini? Kwa sababu hakuna mfumo mwingine ulioweza kuchukua nafasi yake kwa haraka. Mkataba wa Pentagon na Anthropic ulikuwa na thamani ya hadi dola milioni 200, na Claude ilikuwa imejikita ndani kabisa ya mitandao ya siri ya kijeshi kupitia washirika kama Palantir Technologies na Amazon Web Services. Wataalamu wanasema itachukua miezi kadhaa kubadilisha Claude na mifumo mingine. OpenAI na xAI ya Elon Musk tayari wamesaini mikataba mipya na Pentagon, lakini mpito huo si wa haraka. Tunaishi katika enzi ambapo chatbot inayokuandikia barua pepe asubuhi ndio ile ile inayosaidia kupanga mashambulizi ya kijeshi usiku. Hii ndiyo ulimwengu mpya. Mataifa makubwa tayari yananunua na kusambaza mifumo hii ya akiliunde kwa washirika wao ulimwenguni kote. Vita vya kesho katika bara letu vinauza kupangwa na algorithm, na sisi hatujaulizwa, hatujashirikishwa wala hatujajiandaa. Je, tutaachia mashine ziamue nani aishi na nani afe? Jibu lako ni muhimu. Kama video hii imekufungua macho, bonyeza subscribe na like. Tuachie maoni. Je, kampuni za akiliunde zinapaswa kukataa matumizi ya kijeshi au ni wajibu wao kusaidia usalama wa taifa? Hii ni Afrika Imara. Tunachunguza, tunasimulisha, tunajenga. Tutaonana.